Lakini pia utaweza kuandika matumizi ya msingi, matumizi ya muhimu, matumizi ya kibinafsi, matumizi ya kihisia. Hizi ni kule kwenye kufurahi na other stuffs, madeni na akiba, kama ambavyo nilivyoeleza kule kwenye zile energy, unaweza ukazipitia na ukaweza kupanga. Sasa unafanyeje kwenye hili eneo? Ukishaandika vile vipato vyako vyote, unaandika matumizi yako yote. Katika kuandika matumizi yako yote, una uwezo wa kutumia zile nishati. Unaweza ukatumia hizi nishati. Hizi nishati maana yake ni nini? Unaweza ukaandika bajeti yangu, nikaandika. Nikaandika bajeti yangu, ukaja ukaandika nishati ya uhai. Kwenye nishati ya uhai tunaangalia vile vitu vinavyokufanya wewe uweze kuishi. Utaandika kwa mfano chakula, makazi, afya, usalama kwa maana ya ulinzi. Utaandika hivyo vitu na vile vitu vyote ambavyo kwako unaona hivi vitu ni vitu ambavyo vinasaidia katika uhai. Kwa hiyo ukishaandika hizi vitu sasa, kwenye hii bajeti ya kwanza ya sehemu ya kwanza ya bajeti yako ya nishati ya uhai, wewe sasa unafikiri, unapanga sasa kwamba, na hizi budget kwa uhalisia huwa tunapanga kwa mwezi. Unapanga kwa mwezi mmoja mmoja. Si mnanielewa? Budget unapanga kwa mwezi. Sasa ukishapanga kwa mwezi, unaanza chakula, kwamba mimi nataka chakula nitumie kiasi gani. Budget ni planning, kwamba wewe ndo unapanga kwamba mwaka huu nataka chakula nitumie shilingi ngapi kwa mwezi, kwamba kwa mwezi mzima nataka chakula nitumie kiasi gani. Kwa hiyo wewe utaandika ile projection yako au yale matarajio unayotaka kuyatarajia kwenye ile bajeti yako, kwamba mimi kwa mwezi nataka sehemu ya chakula nitumie shilingi 300,000. Nikisema nitatumia shilingi 300,000 kwenye sehemu ya chakula, maana yake nitatumia labda shilingi 10,000 kila siku. Au bajeti yangu ya chakula nataka nitumie shilingi 2,000. Kwenye bajeti ya chakula it depend. Hapa unaweza kuwa unapanga ni family budget au kuwa unapanga personal budget. Kwa sababu kwenye budget kuna family budget na kuna personal budget. Personal budget ni unapanga kuhusu wewe, na family budget unapanga kuhusu familia yako, kwamba wewe nyumbani unafikiri utataka kwenye chakula kitumike nini na nini kwa mwezi mzima. Utapanga kwamba mchele utatumika labda kilo 30, unga utatumika kilo 5, nyama zitatumika kilo ngapi, maharage yatatumika kilo ngapi, mafuta yatatumika kilo ngapi, chumvi itatumika kilo ngapi, sukari itatumika kilo ngapi. So utaweza kupanga ile bajeti yako kulingana na familia yako na mahitaji yako wewe, kwamba mwezi mimi mwaka huu bajeti yangu ya chakula itakuwa ni kiasi fulani, na utapanga vile vitu ambavyo unataka kuvitumia. Lakini kama unapanga personal budget, kwa maana ya wewe labda unaenda kazini, unaweza kuwa unapanga kwamba mimi bajeti yangu kwa mwezi ya chakula itakuwa ni shilingi kadhaa. Kwa maana labda asubuhi nitakunywa chai kiasi fulani, mchana nitakula tena chakula cha mchana kiasi fulani, usiku nitaenda kula nyumbani, kwa sababu ya ile bajeti yangu ya chakula niliyokuwa nimeipanga. Bajeti ya makazi. Kwenye makazi tunazungumzia kuhusu masuala ya kodi. Wengi wale ambao tunalipa kodi, na kama haulipi kodi unatakiwa uweke bajeti ya yale makazi yako unayokaa. Most of people wanapokuwa wamejenga nyumba huwa wanaamini kazi imefanyaje? Hello? Mtu akijenga nyumba anaamini kazi imefanyaje? Lakini ndani ya miaka 5 tiles ulioiweka kwenye hiyo nyumba itatakiwa itoke, kwa sababu itakuwa tena haiko kwenye update. Rangi uliopaka utatakiwa kubadilisha. Furniture ulizoweka zitatakiwa kubadilishwa. Si mmenielewa? Yes. Feni ulioweka utatakiwa kubadilishwa. Mtu anajenga nyumba kwenye makazi yake, anakuwa amemaliza, anakaa kwenye feni miaka yote mpaka anazeeka, anakaa tu kwenye feni. Haweki kiyoyozi. Feni ni ya kuanzia maisha. Hello? Feni ni ya kuanzia nini? Ukiona bado unahangaika na feni huko kwenye nyumba yako mpaka unazeeka, wewe haujitafuti, ni mzembe wewe.
umekubali kwamba nishajenga nyumba, alhamdulillah, nimefanyaje? Nimemaliza. Kumbe unatakiwa ile feni ni ya kuanzia maisha. After 5 to 10 years unatakiwa utoke kwenye feni, nyumba yote iwe na AC. So sasa umeme wake utakuwaje? Tafuta hela. Hello? So lazima uweke hiyo budget ya makazi. Kama umepanga, unaweka budget kwamba mimi budget ya nyumba. Tunasikia hata madalali wanakuuliza budget yako ni shilingi ngapi? So you must have a budget kwamba mimi nitapanga nyumba, lakini nyumba nitakayopanga sitaki izidi kiwango hiki. Kwa unaweka ile budget ya makazi. Lakini unaweka budget ya afya, muhimu sana. Ndio maana nimwambia Madam Spola afundishe. Watu wengi hatuna health budget. Lazima uweke budget ya nini? Ya afya yako, kwamba nitakuwa hivi kwa ajili ya afya, nitatumia products za afya, nitakuwa na bima ya afya. Lazima utengeneze budget ya afya. Sasa sisi watu wengi, mtu anaona nikikata bima afya nisipougua je? Unaweza usiugue leo, lakini siku ukiugua ukapata bili kubwa ambayo ungekuwa umelipa ile miaka 5 ingekuwa imecompensate. Simenielewa? So you must plan for health budget, uweke budget ya afya. Kwenda gym ni health budget. Kwa mimi nitaweka budget yangu ya kwamba kwa mwezi nitaenda gym mara 5, nitalipa shilingi 25,000. Nitaenda kutembea tu. That's the health budget. Budget ya usalama ni kwa habari ya ulinzi. Budget ya usalama ni kwa habari ya nini? Niliwaambia last time. Lazima uweke budget kwa ajili ya usalama. Sasa kwenye budget ya usalama kuna vitu vifuatavyo. Moja, unatakiwa uangalie mazingira unayoishi na utenge ile budget. Kwenye mazingira unayoishi unaweza ukaweka mlinzi, ile ni budget. Unaweza ukafunga kamera, ni budget ya usalama. Lakini pia budget ya usalama inaenda mbele zaidi. Kila mwaka lazima uwe na budget ya kwenda kufanyiwa maombi au kwenda kufanyiwa dua. Kuna mtu ananielewa? Lazima uwe na budget kwa ajili ya kwenda kufanyiwa maombi au kufanyiwa nini? Hii dunia nawafundishaga kila siku, sio safi. Hii dunia sio salama. Hii dunia sio salama. So lazima utenge budget at least once a year. Nenda kijijini kwenu ukafanyiwe maombi, ukafanyiwe dua. So bure, dua ya bure haifiki popote. Sasa mchungaji nifanyie maombi, ukimaliza anambia asante Mungu akubariki. Yaani wewe unaomba mchungaji Mungu ambariki. Anakufanyia shehe dua, ukimaliza kufanywa dua na shehe unaambia shehe Mungu akulipe kila laheri. Wewe mtu anakusomea dua unaambia kumlipe kila laheri. Alishamlipa ndio maana alimsomesha akawa shehe. You must give him or her money. It's budgeting. Na lazima ufanye budgeting kubwa. Yaani kila mwaka lazima utengeneze budget kwa sababu ya usalama wako, kwa ajili ya usalama. So lazima utengeneze hizo ni budgeting, lazima uziweke kwa ajili ya usalama wako, ulinzi, kufunga CCTV camera, kulinda mwili wako, kulinda biashara zako. You must have a budget. Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza ya budget, lazima uweke. Hizi vitu wewe ndio una project, wewe ndio unapanga kwamba nitatumia kiasi fulani kwa eneo fulani. Wewe ndio unafanyaje? Unapanga. Na kwenye kupanga budget msiogope. Sio lazima kile utakachokipanga uwe nacho. Unaweza ukakipanga alafu baadaye ukaenda kukitafuta sasa ukakipata, lakini ukawa umeshapanga kwamba mwaka huu mimi nilipanga kutumia kiasi fulani. So sehemu ya pili ni sehemu ya nishati ambayo ni kujifunza, kuongeza maarifa na kozi za vitabu. Lazima utengeneze budget kwenye eneo la kujifunza na kuongeza maarifa. Sehemu ya tatu ni nishati ya uzalishaji ambayo lazima utengeneze budget ya biashara kwenye vyanzo vyako vya mapato au maboresho ya kazi. Hapa nataka niseme kitu kwenye biashara, vyanzo vya mipato na maboresho ya kazi. Lazima utengeneze budget kwenye maboresho yako ya biashara. Biashara yako kila mwaka lazima uitengenezee budget kwa ajili ya kuiboresha ile biashara. Mimi naliaga sana na mamalishe. Kuna mamalishe hapa? Kama kuna mamalishe anyoshe mkono.
sije nikakuchamba ukaninunia bure. Wamamalishe kule unamkuta umeenda kwa mamalishe, unakuta amezungushia mabati, anauza chakula. Mwaka wa kwanza hivyo hivyo, mwaka wa pili hivyo hivyo, mwaka wa tatu hivyo hivyo, mwaka wa 4 hivyo hivyo, mwaka wa 5. Manake huyu mtu hatengenezi budget ya maboresho ya biashara yake. The same hata wewe ambaye unafanya biashara mahali, utajikuta unafanya biashara mahali lakini you do not have budget kwa ajili ya kuboresha ile biashara yako. So ni lazima utengeneze budget ya kuboresha kwenye eneo lako la kazi au la biashara. Hata kama ni mfanyakazi, ni lazima utengeneze budget ya kujiboresha we mwenyewe kwenye eneo lako la kazi kwa bora zaidi, ili uweze kufanikiwa kwenye eneo unalofanya. Lakini pia ni sharti ya akiba za baadaye, akiba za dharura na uwekezaji. Lazima utengeneze budget ya matumizi ya akiba. Unataka kuweka shilingi ngapi? Budget yako ya kuweka kwenye vikoba mwaka huu ni shilingi ngapi? You must have a budget kwamba mwaka huu nitaweka kiasi fulani. Lazima tengeneze hiyo matarajio ya budget. Watu wengi kwenye vikundi vya vikoba anaweka ile change iliyobakia siku anaenda kwenye kikundi. Lakini kiuhalisia you must have a budget kwamba nikifika Disemba nataka kwenye kitabu changu hisa ziwe zinasoma kiasi fulani. Watu wengi hawaweki, au unasema uongo? So watu wengi maisha yao ni ya kubahatisha, yani watu wanaishi maisha ya kubeti. Kwamba chochote tutakapofika kwenye kufunga mwaka wa kikundi, chochote nitakachokikuta kule kwenye kikundi ndio hicho hicho. Lakini mwanadamu unatakiwa ufike mahali inafika Disemba tayari kwenye kichwa chako unayo ramani kwamba ikifika Disemba mimi lazima nitakuwa kwenye kitabu changu nina shilingi kadhaa. Ndio utaweka hiyo budget. Usipoweka hiyo budget, maana yake ni nini? Hata matumizi yako hauwezi kuyacontrol kwa sababu hakuna mahali ambapo unaielekeza hela yako iende. Hautakuwa hata na uchungu. Watu wengi hata kwenye vikundi vya vikoba hawana hata uchungu wa kwenda kuangalia vitabu vyao kwa sababu hata kwenye vichwa vyao they do not have plans, they do not have budgets, hawana malengo, hawana budget za kwamba nitaweka kiasi fulani kwenye kikundi ili ikifika mwezi fulani niwe nimekamilisha kiasi fulani. So wewe ambaye umekuja hapa darasani, natamani uwe mtu wa tofauti. Utaweza kuweka budget yako ya savings ili kuona namna gani ambavyo unaweza ukasave kwa ajili ya maisha yako. Lakini pia ni sharti ya raha na furaha ambayo ni burudani na kujifurahisha. Lazima uwe na budget ya burudani na kujifurahisha. Budget ya nini? Budget ya nini? Burudani na kujifurahisha. Ili nawasisitiza sana wanangu, lazima uwe na budget ya burudani na kujifurahisha. Haya maisha hayana guarantee. Ukisubiri eti siku upate pesa nyingi ndo ufurahie maisha, unaweza ukafa haujawahi kufurahia maisha. Hello? Ukisubiri siku hela ziwe nyingi, siku uuze sana, siku upate wateja wengi, ndo ufike mahali useme nitakwenda kujiburudisha, utakufa haujawahi kufurahi. Ndio maana kwenye vikundi vya vikoba tumeweka fedha za jamii. Na waambiaga watu siku zote, fedha za jamii sio fedha za biashara. Fedha za jamii ni budget ya kujifurahisha, ya kuponda mali kufa kwaja. Hello? Sasa watu wengi wanaweka vile vihela vya jamii, ikifika Disemba wamegawana, amepata vihela vya jamii, anataka apeleke kwenye biashara. No. Ile ni budget ya kujifurahisha na kuponda mali. Usema tumia pesa ikuzoee. Yaani tuponda mali kufa kwaja. Kwa hiyo lazima uwe na kabudget ka kuponda mali. So lazima utengeneze kwamba mimi kwa mwezi nitaweka labda shilingi 10,000, kila mwezi nitaweka shilingi 10,000. Najua nikiweka shilingi 10,000 kwa mwezi kwa ajili ya kujifurahisha, nikitimiza mwaka nitakuwa na 100,000 na shilingi 20,000. 100,000 na shilingi 20,000, utatoka out, utaenda zako nje ya mji, utakaa siku 2, utapumzika kule, na waambiage kila siku. Na wewe uwe na maisha, wanakuja kukugongea, odi tunaomba tusafishe chumba. Hello? Unaambia sawa, nisubirini kidogo. Unatoka, unaenda kwenye swimming, unaogelea kidogo kwenye swimming, unamaliza, unarudi. Unalala. So you must have a budget.
kwamba nikiweka shilingi 10,000 kwa wiki, kwa mwezi, kwa mwaka nitakuwa nimeweka 120,000 itanitosha. Mwakani ukipata laa zaidi unaongeza tena, inakuwa 20,000 kwa mwezi, inakuwa 220,000. Wanasema sasa, mwaka jana nilienda Bagamoyo, mwaka huu nitaenda Serengeti. Mwakani tena unaongeza, unasema mwaka huu ujao nitaenda Zanzibar. Mwakani tena unaongeza, unasema mwaka huu sasa naenda South Africa. Mwakani tena unaongeza, unasema mwaka huu naenda Dubai. Mpaka unakufa umeenjoy maisha na umekufa hata hujachoka. Kuna watu wengine hata yule ibilisi mtu alo anatoa kwa kazi sana. Anakutoa alo huku anakusonya. Kwa nini? Anakuona wewe ni mtu mgumu sana, yani you don't have time ya kuweza kusema utaenda mahali, utafurahia maisha yako, mwili wako utarelax. Hauna hiyo kitu. So lazima uweke budget ya kujifurahisha. That is. Lakini the rest ni shati ya kutoa, lazima uweke budget ya sadaka. Lazima uweke budget ya kutoa sadaka. Lazima utoe sadaka. Dunia hii kama unataka kufanikiwa ni lazima uwe mtoaji. Hello? Kama unataka kufanikiwa lazima uwe mtoaji. Usipokuwa mtoaji, maana yake wewe unajifunga katika ulimwengu wako wa roho. Nawaambiaga popote ukisikia wanasema leo tunatoa kwa ajili ya kuchangia kitu fulani, unachotoa, kwa sababu kila unavotoa ndo unafungua mlango wa kupata. Hello? So lazima utengeneze budget kwamba mimi nitakuwa kila kipato changu ninachokipata nitakuwa natenga kiasi fulani kwa ajili ya kutoa. Ukienda kanisani utatoa, ukienda kwenye huduma kama hizi utaenda, ukiambiwa kuna kutoa unatoa. Yeye anasema yule ni mtoaji. Kila unavotoa ndo unabarikiwa. Kila unavotoa. Kuna vitu vingine kule mtaani tunakutana navyo tunaviepuka, ni kwa sababu ya kutoa tu. Mimi kuna ajali zingine naepukaga barabarani, unajua kabisa hii nilikuwa nagonga au nilikuwa nagongwa, lakini huyu ni Mungu kabisa huyu. Sio kama mnanielewa. Kwa hiyo lazima utengeneze budget kwenye mapato yako, kwamba kwenye kila mapato ninayoyapata basi kiasi fulani cha fedha nitatenga kwa ajili ya kutoa. You must write it. Kwa hiyo ndio sehemu ya pili katika kupanga budget, ni kuandika matumizi yako yote. Unaandika tu matumizi yako yote. Unaweza kuyapanga kwa nishati zile kama nilivyokuonesha, au unaweza ukaandika tu randomly tu yote matumizi yako. Na katika yale matumizi utakayoandika unaweza wewe ukaproject, yani ukasema kwamba hapana, kwenye hiki nataka nitumie kiasi fulani, kwenye hiki nataka nitumie kiasi fulani, kwenye hiki nataka nitumie kiasi fulani. Si mmenielewa? Sehemu ya tatu njia ya tatu ya kupanga budget ni kurekebisha matumizi yanayobadilika. Kurekebisha matumizi yanayobadilika. Nilisema yako matumizi yanayobadilika na yako matumizi ambayo hayabadiliki. Matumizi ambayo hayabadiliki ni yale matumizi ambayo unaona kabisa hili halibadiliki. Ukishaambiwa ada ya shule ni 100,000, maana yake automatic ada ya shule itakuwa 100,000. Ukishaambiwa ada kodi unalipa shilingi 100,000 kwa mwezi, maana yake ile haibadiliki, itakuwa ni 100,000 ile ile. Ukishaambiwa unajiunga bando la mwezi la shilingi 15,000, maana yake ni shilingi 15,000 ile ile. So lazima uandike yale matumizi yanayobadilika na yasiyobadilika. Matumizi ambayo yanabadilika ni yale matumizi ambayo yanaweza yakachange muda wowote. Kwa mfano, chakula ni vitu ambavyo vinaweza vikabadilika bei. Leo unaweza kukuta chakula kilo 2,000 na kesho kukuta ni 2,400. Mafuta, leo unaweza kukuta mafuta ni shilingi 10,000 na kesho kukuta mafuta ni shilingi 12,000. Nauli, wale ambao unapanda madaradala, unaweza kukuta nauli ilikuwa, sasa hivi tunapanda daradala nauli shilingi ngapi? Imeongezeka shilingi 100, si? So kuna wengine imeongezeka 200, kuna wengine imeongezeka 100, kuna wengine imeongezeka 50. Ndio maana nasema Yes. Kwa hiyo mtu anayetoka Mbagala kuja Sinza, kama alikuwa anakuja mwanzo kwa shilingi 500, leo anaweza kuwa anakuja kwa shilingi 700. The same mtu anatoka Gongo la Mboto, labda alikuwa anakuja kwa 500, leo atakuja kwa 700. Kwa hiyo budget yako hapo tayari
yanabadilika kwa sababu yale matumizi ni matumizi ambayo yamebadilika. Sasa kwenye yale matumizi ambayo yanabadilika, maana yake ni kwamba lazima kule mwisho kwenye bajeti yako ukaandike kitu kinachoitwa dharura. Lazima utengeneze bajeti ya dharura, kwamba hii fedha ninayoiandika au ninayoipanga ni bajeti ya dharura. So ile fedha yako ya dharura ndio inaweza ikawa inakidhi yale mahitaji ambayo sio ya yale matumizi ambayo ni matumizi yanayobadilika. Sasa ukishapata mapato, ukishapata matumizi na ukishagawa matumizi yanayobadilika na yasiyobadilika, njia ya 4 ya kupanga bajeti ni kutengeneza sasa jumla ya mapato na matumizi yako. Jumla ya mapato na matumizi yako. Kwa hiyo utaandika sasa kutokea kwenye yale mapato yako unayopata, utaandika mapato yako yote na kiwango cha fedha ambacho unataraji kukipata. Sasa kuna watu wengine kwenye eneo la mapato wanaweza kujiuliza kwamba sasa mimi nauza duka labda. Nitakuwa na uhakika gani kwamba duka langu linaniingizia kipato cha shilingi ngapi kwa mwezi? Ukishafanya biashara kwa miezi mitatu, unaweza ukawa na asilimia za ile biashara kwa mwezi na kupatia walau kiasi fulani. Kwa hiyo cha kupanga, unaweza ukapangia kile kiwango chako cha chini kwamba hii biashara yangu hamna kwa mwezi naweza kuingiza shilingi 500,000. Kwa hiyo utaandika mapato yangu ni shilingi 500,000. So kwenye ile eneo lako la biashara. Kama unafanya kazi strictly, utakuwa tayari mshahara unaujua na unajua kiwango cha mshahara unacholipwa, kwa hiyo utaandika bajeti yako kulingana na ule mshahara wako. Na mwisho kwenye eneo la matumizi, utaandika sasa yale matumizi yako, jumla ya matumizi yako yote. Kwenye jumla ya matumizi utaandika kulingana na zile projection zako ambazo ulizoziweka kwamba mimi matumizi yangu ni kiasi fulani. Kwa hiyo yale matumizi yako utayaandika yote uliyopanga. Ukishapanga yale matumizi yako sasa, kitakachofuata ni kufanya sasa ile kuwa ndio bajeti yako. Kwa maana ya kwamba utakuwa umeshajua mapato yako na umeshajua na matumizi yako. Kwa hiyo kama umeshajua mapato yako na matumizi yako, na yale matumizi ndio yatakayo kuongoza wewe kwenye kuishi, maana yake sasa hapo ulishatengeneza budget. Sasa unachotakiwa kukifanya, ukishaandika vyanzo vyako vya mapato, alafu ukaandika matumizi yako, ukakuta yale matumizi ulioandika ni makubwa kuliko yale mapato ulio nayo, unachokifanya unarekebisha bajeti yako. Hello? Unafanyaje? Unarekebisha ile bajeti yako. Unarekebishaje ile bajeti yako? Unapunguza vitu visivyokuwa vya msingi. Kwamba mimi kwenye budget nimeweka kwamba nitakuwa na viburudisho shilingi 30,000 kwa mwezi. Shilingi 30,000 maana yake ni shilingi 1,000 kila siku. Viburudisho ni nini? Pipi, sijui muhindi umepitia, vile ni viburudisho. Sijui karanga zimepita. Kuna watu wanapoteza hela nyingi sana kwenye hivi viburudisho kuliko kawaida. Yaani ukitoka Gongo la Mboto mpaka unafika Sinza umeshapoteza 3,000. Hello? Yaani kapita wa karanga ya 500 umenunua sasa 500 tu. Amepita wa muhindi umepita nao. Kapita sklimu ya 500 umepita nayo. Kapita wa maji umepita nayo. Kapita wa korosho ya 500 umepita nayo. Kashata yaani mpaka unafika kwenye semina 3,000 umefanyaje? Imeisha. Ukirudi tena 1,000. Kwa unajikuta 4,000 imeisha. Na unajikuta ni maisha ya mtu ya kawaida hivyo hivyo kila siku. Sasa mbona mimi napata hela alafu mbona hela sizioni? Sasa utaonaje wakati unazitoa kidogo kidogo, yani kidogo mpaka zile leo unakuta zimeisha. Ni sawa sana tenga linaga matundu makubwa, si ndio? Ni madogo. Au chujio lile. Umeshakuta chujio lina matundu makubwa? Chujio lina matundu madogo, lakini yale ndio anapitisha maji. Kwa hiyo the same to you, unaweza ukawa ni mtu ambaye unapata pesa lakini ukawa kaa chujio.
una matundu madogo madogo mengi ambayo yanatafuna fedha. Kwa ukipiga pale mapato yako na matumizi ukaona haviendani, maana yake unakuja kupunguza huku matumizi yasiyo ya nini? Ya lazima. Kwa unakuja sasa wewe mwenyewe tunajiuliza, hivi kuna sababu ya mimi kula nyama kwa mwezi mara 20? Unajikuta hamna. Sasa kwa miezi hii 6 tutakula nyama weekend tu. Hizi siku za katikati zote tutakula maharage, mboga mboga, dagaa. Maharage, mboga mboga, dagaa. Kwa hiyo utajikuta kama ulikuwa unakula nyama mara 4 kwa wiki na nyama zenyewe sasa hivi kilo shilingi 14,000, utajikuta una save kutoka shilingi 10,048 ambayo ulikuwa unaitumia kwa kila wiki, unairudisha shilingi, utaokoa almost labda shilingi 36,000 au 32,000 utaokoa. Ukiokoa kwa wiki 32,000, ukiweka kwa mwezi utakuwa umeokoa takriban 100,000 kwa mwezi. Sasa mtu anakuja hapa anakuuliza, mbona siku hizi unanunua hisa nyingi sana? Kumbe wewe ulibadilisha kule bajeti yako, fedha ukaanza kuiona. Hello? Si unanielewa? Yes, kwa unabadilisha zile bajeti ambazo ni matumizi ambayo sio ya kawaida. The same hata yale matumizi ambayo ni yasiyobadilika ambayo ni matumizi ya lazima. Na yenyewe unaweza ukachange. Kama umepanga ulikuwa unakaa kwenye nyumba ya kodi ya 100,000, unaweka tu estimation kwamba nikimaliza hii kodi nitarudi kupanga chumba cha 50,000. Nikitoka kwenye chumba cha 50,000 nitatengeneza bajeti yangu vizuri, baada ya hapo nitaenda kwenye chumba cha 1,500,000 kwa sababu tayari nitakuwa nimeongeza mapato yangu na nitakuwa napata fedha nyingi kuliko kawaida. Kwa ukishamaliza kutengeneza bajeti yako sasa, kwa maana ya kwamba mapato unayafahamu vizuri na matumizi yako unafahamu vizuri. Kitu cha kwanza hakikisha ukiweza, hatua ya kwanza ya bajeti yako, mapato yako yasizidi matumizi yasizidi nini? Mapato. Kwa inawezekana hatua ya kwanza ukabalance mapato na matumizi vikawa sawa. Hatua ya pili ukaenda kwenye kubalance mapato yakawa makubwa kuliko matumizi. Sasa unapoenda kwenye sehemu ya mapato yakiwa makubwa kuliko matumizi, automatic sasa ndo unaanza kwenda kwenye uhuru wa kifedha. Kwa sababu hauwezi kwenda kwenye uhuru wa kifedha ikiwa mapato yako yanaliwa na matumizi yako. Amesema hapa Tahia, kuna matumizi tembo, matumizi sungura na matumizi panya. Na mimi nimejifunzia hapa jamani. So ukiona matumizi tembo, maana yake unayashusha sasa. Sasa kuna mtu mwingine unakuta matumizi tembo, mapato panya. Mama yangu, kaka yangu, utahama kanisa hili unahamia kanisa hili. Utahama kanisa hili unahamia kanisa. Shehe huyu anakufanyia rukia, anahamia shehe wa huyu, anakufanyia huyu. Yaani utashika vitambaa, utakanyaga mafuta, utalishwa sijui mchanga wa Israeli, utambulia minyoo. So lazima we assess, ufanye analysis. Kwa kitu kinaitwa financial analysis. Lazima ufanye ile tathmini yako kwamba mimi ninachokipata na ninachokitumia kina tali, kinaenda sawa. Ukiona kinaenda sawa, sasa kwenye budget iko hivi. Ukiona mapato yako nini msema Taya? Panya, matumizi tembo, maana yake ile ni mstari unakuonesha utakufa na madeni. Yaani madeni yatakuua. Simanielewa? Ukiona matumizi panya, mapato tembo, maana yake hapo utaenda kwenye uhuru wa kifedha. Ukiona mapato panya, matumizi sungura, maana yake we utasurvive. Kuna namna fulani hivi utasurvive, si ndio? Utasurvive. Hii inawakuta sana wasanii. Unamkuta msanii ana jina kubwa. Kabogo amecheka. Ana jina kubwa lakini hela hana. Kwa nini? Anapata mapato sungura, anapata mapato panya, matumizi yake sungura. Inawezekana asiwe na madeni, lakini hela atakayoipata inaisha instantly. Hello? Sasa wewe si ulilipwa jana, si ulifanya kazi jana, lakini na kesho hela hana. Kwa hiyo inabidi awe ni mtu ili aishi lazima apate kazi. Akikosa kazi anadhalilika. Kwa hiyo that is. Na ukijikuta mapato sungura,
Matumizi sungura, maana yake we umekuja hapa duniani kuishia. Kufanyeje? Unatusogeza sogeza siku zako za kufa zifike, uondoke zako. Kwa utaishi tu, hauna madeni au daiwagi, lakini utapanda daladala miaka yote. Ikiwezekana utapanga miaka yote. Utakuwa tu ni mtu wa kupanga mpaka unazeeka, mpaka siku unakufa. Sasa siku ukifa, watu wanajiuliza tumpeleke wapi? Sema huyu tukamwagie kanisani, maana hata kwake hana nyumba ya kupanga, ipelekwe msiba. Msikitini ndogo pesi. Kanisani kuna masharti. Sasa huyu msikitini, tutamwagia msikitini. Sasa mkamwagie msikitini, alishindwa kufanya majukumu yake. Sasa tunaenda kumwagia msikitini. Nyumba ya kupanga ipelekwe msiba. Kwa hiyo utakuwa ni mtu ambaye unaishia, yani umri wako unaenda, ndio ile amesema ukizeeka sasa unaanza kutoa laana. Nimesomesha watoto, hawanisaidii cha chochote. Kwani ndugu yangu ulikuwa we ni hasa? Kwamba ulikuwa unakopesha? Kwamba sasa wewe ulisomesha ili na wewe waje kusaidia ni option. Hello? Kusaidia ni nini? Ni option, ni hisani tu. Ndio maana hata Mungu asema wazazi tunawatendea nini? Hisani, lakini sio mkopo kwamba tulikopeshana. Kwa sababu hata Mungu anasema mali na nyumba mtu atarisi kutoka kwa baba yake. Si ni kweli? Sasa kama wewe ulishindwa kunirisisha mali, alafu wewe ndio unataka za kwangu ulisi, hamna. Yaani anaona kama vile ni haki yake. Sio haki, ni hisani tu. Ni hisani, tunasaidiana. Kwa hiyo make sure unatakiwa kupambana sasa, uhakikishe mapato yanakuwa sungura, alafu matumizi yanakuwa panya. Alafu baadaye tena unaenda mapato yanakuwa tembo, matumizi yanakuwa sungura. Simanielewa? Yaani unachokipata kinakuwa kikubwa kuliko kile unachokitumia. Yes. Ukiwa unapata kikubwa kuliko kile unachokitumia, sasa hapa unakuwa financial free. Unakuwa una uhuru wa nini? Wa kifedha, kwamba pesa ipo. Yaani huyu ndugu yetu fedha ipo. Fedha ipo na inaweza kwenda kuleta fedha nyingine. Kwa hiyo hicho ndicho unachotakiwa kukifanya kwa kuhakikisha kwamba una balance hayo matumizi yako. Na kwa kufika mahali ukawa na mapato makubwa kuliko matumizi yako, ni lazima uboreshe vyanzo vyako vya mapato. Lazima vile vyanzo vyako vya mapato vipande zaidi, viwe vikubwa, viwe vingi vile vyanzo vya mapato. Vile vyanzo vya mapato vinapokuwa vikubwa na vinapokuwa vingi, ndivyo ambavyo vinakufanya wewe uweze kuhakikisha kwamba unafanikiwa zaidi. Kwa kama uliweka budget ya chakula shilingi 500,000, make sure kuna biashara inaweza kuleta hiyo shilingi 500,000. Kama uliweka mavazi shilingi 300,000, make sure kuna biashara inaweza kukuletea hiyo budget ya mavazi. Baadaye unakuwa na biashara zingine ambazo ni biashara zipo na pesa yake haina pa kwenda. Kwa hiyo unaiweka fedha kwenye account zako za saving, na mwisho wa siku unakuwa umepata fedha na umekuwa na uhuru wa kifedha. Kwa hiyo unaweza kuwa tu kama mtu wa kawaida lakini una uhuru wa kifedha. Unaweza kuwa tu mtu unaishi tu maisha yako ya kawaida lakini mzigo unao. Si mmenielewa? Yes, kwa hiyo ndivyo unavyoweza kupanga budget. Kinachotokea ukishamaliza sasa kupanga budget, kuna kitu kinaitwa budget review. Budget review ni kuwa unaipitia ile budget yako. Kila baada ya miezi mitatu unakuwa unapitia budget yako kwamba nimeishi kwenye ile budget au niko nje ya budget. Kwa sababu usipopitia ile budget yako unaweza kujikuta umesahau umetumia fedha nyingi kuliko zile ulizopanga. Kwa hiyo kila baada ya miezi mitatu unaangalia nimefikia ile budget, nimepiki ile budget. Na kwenye budget tusipange tu kwenye matumizi pekee ndo kiasi gani. Unaweza hata ukapanga mapato kwamba nataka budget yangu ya mapato ya mwaka huu kwenye hii biashara iwe ni shilingi kadhaa. Kwa hiyo utapambana pia kuweza kupata kile kipato ambacho ulikuwa unataka kukipata kwenye biashara yako, ili unaamini kabisa kwamba nikikipata hichi kipato kitaweza kunisaidia kuweza kusonga mbele. Mmenielewa?
Wangapi mmenielewa? Okay. Sasa Levina, nenda pale, hapo ndani kuna ile flip chart. Si unafahamu? Yale makaratasi ya. Leta, tutafanya kazi ya vikundi hapa. Tutakaa kwenye vikundi watu 5 halafu kwenye vile vikundi vya watu 5 tupate vikundi not 5. Tutakaa watu 6 kwenye vikundi. Halafu kwenye vile vikundi vya watu 6 mtatengeneza budget ya familia ya watu 5. Sawa? Mtatengeneza budget ya familia ya watu 5. Halafu mkimaliza kutengeneza budget ya familia ya watu 5, mtatengeneza budget ya mtu binafsi. Mnaelewa? Kwa mnaweza mkatumia sample ya mtu mmoja kwenye kikundi chenu, whether kwenye biashara yake au vyovyote mtakavyoona inafaa, lakini kila grupu itatengeneza budget ya familia ya watu 5, alafu mtatengeneza na budget ya mtu binafsi. Alafu mtachagua watu 2, mtu mmoja atawasilisha budget ya familia na mtu mwingine atawasilisha budget ya mtu binafsi. Tumeelewana? Kwa hiyo hiyo ndio kazi ambayo mtaifanya. I hope tunaweza tusifanikiwe kutumia flip chart, lakini mnaweza kutumia diary zenu tu hapo hapo. Alafu tutahamisha baadaye, mtachana hizo karatasi, alafu zitahamishwa kwenye flip chart kwa ajili ya kufanya kazi. So kazi yetu itatakiwa kuchukua dakika 10 tuwe tumemaliza kutengeneza budget ya watu. Kwa nyinyi hapa ni group namba 1. Tahia, njoo hapa. Nyie ni group namba 2. Dada Amia hapa. Nyie ni group namba 3. Haya, na nyinyi Amieni hapa, nyinyi ni group namba 4. Hapa mpo ngapi? Mko 7, yes. Na hapa wako 6, wako 7. Na wewe Amia hapa. Amia kwenye group. Tengeneza duara. Mchagueni mtu mmoja kama mwandishi. Kaa pale. Mtachagua mtu mmoja kama mwenyekiti wa hiyo grupu. Yes. Tumesema mtatakiwa kutengeneza budget ya familia ya watu 5. Tengeneza budget ya familia, mtengeneze budget ya familia ya watu 5. Alafu mkimaliza mtatengeneza budget ya familia, mtatengeneza budget ya mtu binafsi. Somo si limeeleweka? Budget 2. Kwa kila kundi kitakuwa na budget 2. Hii karatasi mtatumia kuandika kama mtafikiri it's okay. Nilikuwa nawaza tuandike kwenye hizi karatasi, lakini naona kama mazingira yanaweza yakatushinda kuziandika. Basi ziache tu. Tungekuwa kwenye meza at least tungeweza, lakini kazi si mmeielewa? Ashumu nyinyi ni familia. Ashumu nyinyi ni familia. Tengenezeni familia ya budget ya familia yenu ya mwezi mmoja. Kila mmoja hakikisha amejadili na kila mmoja awe sehemu ya hiyo discussion yenu. Ashumu nyinyi ni familia, tengenezeni budget ya mwezi mmoja. Ilianza taratibu,
ndoto mfukoni, matumaini moyoni. Wanawake na vijana wakakutana, wakasemezana pole pole, leo tunaweka akiba, kesho tutafungua biashara. Makundi maalum yakatabasamu, na sisi tumeonekana. Anaomba turudishe viti kawaida. Tutaanza na kundi namba 1, wataanza kufanya presentation ya budget ya familia, alafu na budget ya mtu binafsi. Alafu I don't know, tunaweza tukawasilisha wote, alafu sijui tutumie njia gani. Aidha kundi moja linawasilisha alafu tunarekebisha, au tusikilize bajeti zote alafu turekebishe. Wangapi wanasema tusikilize zote alafu turekebishe? Haya, kwa tutasikiliza bajeti zote alafu tutafanya masahisho ya hizo bajeti. Kundi namba 1 tafadhali, welcome on stage. Kwenda kundi namba 1. Ako 4. Dakika zisizidi 5. Very sharp. Habari za saa hizi. Ukombozi wa fikra. Mimi ni mwakilishi kutoka kikundi namba 1. Napenda kuwakilisha bajeti ya familia. Chanzo cha mapato ya familia yetu ni shilingi. Chanzo cha mapato ya familia ni biashara ambayo inaingiza faida kila siku, lakini mwisho wa mwezi kipato faida huwa ni milioni 1. Na chanzo cha pili ni biashara, mshahara ambao kwa mwezi napokea shilingi 600,000. Kwa hiyo jumla ya kipato ni shilingi milioni 1 na 600,000. Matumizi yetu ni kama ifuatavyo. Chakula ni shilingi 20,000 kila siku, ambayo kwa mwezi ni sawa na 600,000, na nauli kila siku ni shilingi 10,000, ambayo kwa mwezi sawa na 300,000. Makazi, sehemu ya biashara na sehemu ya kazi na nyumbani ni shilingi 1,500 kwa mwezi. Afya ni shilingi 100,000, na mavazi kwa mwezi ni shilingi 50,000. Mfuko dharura kwa mwezi ni shilingi 100,000, na usalama kila siku ni shilingi 3,000 kwa mwezi sawa na 90,000. Jumla ya matumizi yote kwa mwezi ni sawa na milioni 1, 300,000 na 3,000. Nikirudi upande wa kipato ni shilingi milioni 1. Kipato jumla ni shilingi milioni 1 na 600,000. Nikitoa matumizi milioni 1, 300,000 na 3,000, kiasi cha pesa kinachobaki ni shilingi 297,000. Asanteni kwa kunisikiliza. Na matumizi ni shilingi 400,000 na 63,000, na baki na shilingi 300,000 na 37,000. Asante sana, tuwapigie makofi. Kundi namba 2. Namba 2. Ukombozi wa fikra. Ukombozi wa fikra. Fikra huru, maisha bora, ujasiri wa kuwa wewe. Matumizi yangu kwa siku. Kwa siku matumizi yangu, mimi ni muuza mboga jamani. Matumizi yangu ni shilingi 5,000 kwa siku. Kula kwangu nakula 5,000.
ugonjwa naweka akiba 5,000. Sorry, naomba tutaje matumizi ya mwezi. Usitaje kwa siku. Au kama umeandika kwa siku tusokee. Sawa, lakini nilitaka tufanye kwa mwezi ili. Lakini kama umeandika kwa siku tusokee. The rest ambao hamjaja huko kama umeandika kwa siku tengenezeni kwa mwezi. Tuendelee. Kwa siku unakula shilingi 5,000, magonjwa anaweka 5,000, starehe 5,000, dharura 5,000. Ina maana kwamba kwa siku unatumia shilingi 20,000. Mapato yangu ninapata katika mzunguko wangu, katika biashara yangu ninapata shilingi 30,000. Akiba shilingi 10,000. Mapato ya mwezi. Mapato yangu ya mwezi ni shilingi 300,000. Matumizi yangu, mapato ya mwezi ni shilingi 300,000. Matumizi yote kwa jumla mwezi mzima ni shilingi 600,000. Naingia matumizi ya mtu binafsi. Biashara yangu, mzunguko wangu kwa siku naingiza 100,000. Matumizi yangu kwa siku ni shilingi 20,000. Dharura ni shilingi 10,000. Akiba yangu ina maana kwamba ninabaki katika matumizi yangu ni shilingi 700,000. Akiba ya mwezi mzima ni shilingi 2,200,000. 70,000 ni shilingi 2,200,000 na 100,000. Ndio matumizi yangu ndio nayo. Mapato yani naibaki nao faida yangu mimi. Mapato ninapata kwa siku moja. Nafanya biashara ninapata shilingi 70,000. 100,000. Matumizi yangu ndio nimeshataja. Haya. Asante. Namba 3. Ushawahi kujikuta una matumizi mpaka unajiuliza hivi hela nazitoaga wapi? Ukombozi wa fikra. Fikra huru, maisha bora, ujasiri wa kuwa wewe. Bajeti ya familia ya watu 5. Huyu mtu kazi yake ni muuza mboga mboga. Kipato chake kwa mwezi ni shilingi 500,000. Chakula kwa mwezi mzima anatumia 300,000, ambayo kwa kila siku shilingi 10,000 kwa matumizi ya nyumbani ya kila siku. Kodi 25,000 kwa mwezi. Umeme 10,000 kwa mwezi. Maji 15,000 kwa mwezi. Matibabu 30,000 kwa mwezi. Akiba shilingi 30,000 kwa mwezi. Dharura 5,000 kwa mwezi. Jumla ya matumizi ya mwezi ni shilingi 500,000. Bajeti ya mtu mmoja. Kipato chake ni shilingi 300,000, ni mshahara. Chakula anatumia 150,000 kwa mwezi. Ina maana kwa kila siku ni shilingi 5,000. Kodi 30,000. Umeme 10,000. Maji 10,000. Matibabu 15,000. Akiba 15,000. Dharura 10,000. Nauli shilingi 50,000. Matumizi ya simu shilingi 10,000. Matumizi yote ya mwezi mzima kwa mtu mwenye mshahara wa 300,000 kama hivyo nilivyosoma. Kikundi chetu tulikuwa watu 7. Majina yetu haya hapa tumeandika. Asante. Hizo leteni hapa hizo gari. Mmeandika mawasilisho zote za mtu binafsi na nani? Haya, karibu namba 4 la mwisho. Kundi la ushindi hili. Leta, simeshawasilisha. Sasa hamna uhakika, si ndo washindi. Tunaanza. Hiki ni kikundi namba 4 na ndo kikundi cha washindi, bajeti ya watu 5. Mahitaji yetu, kwanza kabisa chanzo chetu cha kipato ni mshahara wa shilingi 1,000,000. Hapo tumeshakatwa makato mengine yote, fedha iliyobaki ni 1,000,000.
mahitaji ni chakula. Chakula kwa watu 5, kwa maana jumla tunapata chakula kwa gharama ya shilingi 94,500. Unga kilo moja kwa maana ya siku 30 ni 45,000. Sukari robo kwa maana kwa mtu mmoja ndani ya watu 4 tunakusanya shilingi 22,500. Gesi kilo 9 shilingi 27,000. Maharage, sisi mboga yetu itakuwa ni maharage. Hatuko jela, lakini ndio hivyo, tuna minimize cost. Maharage nusu shilingi 1,600 kwa siku 30 ni shilingi 48,000. Umeme uniti 28 shilingi 10,000. Maji uniti 9 shilingi 18,000. Mkaa gunia moja shilingi 50,000. Mafuta ya kula lita 5 shilingi 25,000. Chumvi pakiti 3 1,500. Vitunguu kilo 3 shilingi 7,500. Karoti kilo 3 shilingi 7,500. Hoho kilo 3 7,500. Sabuni ya unga ndogo minong'ono spendi shilingi 15,000. Sabuni ya kipande miche miwili shilingi 7,000. Mafuta ya kupaka kopo moja shilingi 7,000. Dharura kwa kila mmoja tumemwekea shilingi 50,000 kwa maana ya watu 5 shilingi 250,000. Jumla kuu ni shilingi 643,000, na akiba yetu kwenye huu mshahara tunabaki na 357,000 kwa watu 5. Hatuna burudani, tupigieni makofi. Bajeti ya mtu mmoja: mchele robo shilingi 650, super kabisa hii. Kwa siku 30 atatumia shilingi 19,500. Unga robo shilingi 400 atatumia kwa siku 30 shilingi 12,000. Sukari robo atatumia kwa siku 30 shilingi 22,250. Gesi kilo 9 imebaki pale pale shilingi 27,000 kwa sababu hatuwezi kupata hata nusu hapa. Maharage kilo 5 shilingi 15,000. Umeme uniti 14, hana matumizi mengi huyu, shilingi 5,000. Mkaa debe moja shilingi 10,000. Mafuta ya kupikia lita 2 shilingi 10,000. Chumvi pakiti moja. Vitunguu kilo moja shilingi 2,500. Karoti kilo moja shilingi 2,500. Hoho 2,500. Sabuni pakiti 5 shilingi 6,000 kwa maana ya pakiti moja shilingi 1,200. Sabuni ya mche hapa tunakata na sabuni ya kuogea hapa shilingi 3,500. Mafuta ya kupaka baby care shilingi 1,000. Dharura tumemwekea shilingi 50,000. Jumla 1,75,150. Akiba yetu inabaki 1,24,850. Makofi mengi sana. Haya, naomba wote tuwapigie makofi. So interesting. Haya, tunawashukuru. Mmejitahidi. Haya. Marekebisho, masahisho, nani anaona kuna sehemu kwenye marekebisho? Tukianza na namba 1. Kama kuna mtu ana marekebisho, karibu. Sio kipengele specific sana. Lakini kwa maarifa na uwezo wa elimu tunayoipata YEMCO, tunaona kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vinaleta refreshment ya mabadiliko ya mfumo wa maisha ya binadamu ni pamoja na burudani. Kwa hicho kipengele kwa somo la leo kwamba kilionekana ni moja kati ya somo wamekiweka. Si budget tulioiweka hapo haina hicho kipengele kwa sababu si aina ya utamaduni wetu. Asante. Okay, asante sana. Na mimi nataka nigusie hapo. Mkiangalia kwenye ile budget structure niliyoisema pale, vile vipengele vyote ni vya muhimu na vyote lazima viwepo. Sawa? Hakuna kutokuwa na utamaduni wa burudani, hakuna. Ni lazima, yani burudani ni lazima. Yani ni lazima, burudani ni lazima. Kiwango ndio kitatofautiana
cha mtu mmoja cha burudani. Umenielewa? Lakini hakuna bajeti itakayokosa nishati ya burudani, utakufa. Utakufa maidia. Au utapata hela, ukishapata hela unahamia Mloganzila, unahamia tena Kairuki, ndo utakapokuwa umehamia. Kwa sababu umesuppress vile vitu vyako muda mrefu, unapata hela na unapata na sukari, unapata na pressure, unapata na kansa, unapata na nini, na hela unayo hautaifurahia. Kwa msongo wa mawazo. Kwa hiyo bajeti ya burudani ni lazima. Viwango ndio itatofautiana, viwango na muda. Na ndio maana utakuta kwenye burudani kuna mwingine anafanya kila mwezi, kuna mwingine anafanya kwa kila baada ya miezi mitatu, mwingine anafanya kwa mwaka. Kuna wengine ikishafika Ijumaa tu wanabeba na nguo, wanahamia club. Si ndio? Ni klabu Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, akirudi Jumapili na anaenda tena nyumbani, anaoga, anaenda kazini. So it depend na bajeti yake. Ukimfuatiliza mtu wa design hiyo, wewe utachanika msamba. Kwa hiyo sasa kipengele cha burudani ni kipengele cha muhimu na lazima kiwepo. Sasa sisi hatutaki mambo ya kujifurahisha, no. Nyie mnatakiwa mweke hata kama ni shilingi 50, kwamba hii 50 na iweke kwa ajili ya burudani. Tumeelewana eh? Wapo na wanajua burudani na wanaendaga kila mwaka, anatokaga pale. Kwa hiyo bajeti ya burudani ni lazima, sio ombi. Mmeelewa eh? Yes. Aya, maoni mengine, kama kuna mtu ana maoni, kuna group unataka kulitolea maoni. Yes, karibu. Yeah. Maoni? Kama kuna group lolote unataka kulitolea maoni kabla mimi sija finalize. Sababu nikisema na gamba anyima uhuru wa kusema. Karibu. Asante. Mimi naomba kuchangia kwenye grupu namba 2. Wameanza kutiririka na matumizi kabla ya kujua nini chanzo cha mapato yao na mapato yao ni kiasi gani kwa ujumla. Ya kweli wameandika matumizi ya siku kundi namba 2, alafu ndo wakakuja mapato. Na formula inasema unatakiwa uanze mapato, alafu ndo uanze. Formula inasema unatakiwa uanze kuandika kwanza mapato. Sawa eh? Alafu ndo uende kuandika nini? Matumizi. Grupu namba 2 wameanza kwanza matumizi. Hawa sijui ndo wale tembo. Yes, wanataka uanze kwanza mapato then matumizi. Kwa sababu ile mapato ndo projection yako wewe ya pesa, inakuonesha kwamba hivi mimi napata shilingi ngapi kwa mwezi. Sawa? Maoni mengine kwenye kundi lolote? Naomba mnisaidie kupass mic kule haraka. Very interesting. Naomba kuchangia katika group namba 4. Umejitahidi sana kutoa maelezo yao vizuri. Lakini katika upande wa nishati ambayo tumefundishwa hapa, nishati nyingi hawakuzitaja. Kwa hiyo miongoni mwa mapungufu niliyoona mimi. Okay, asante. Kama nishati gani hawakuitaja? Mfano nishati ya burudani mojawapo. Hiyo ameiacha, tumeshawakosoa tayari. Nishati nyingine ya usalama. Nishati ya usalama hawakuweka wao. Namba 4, ngoja niangalie. Atakuja kujikuta anaanza kuimba walimwengu ni wabaya. Wewe mwenyewe kujilinda unategemea nini? Acha akubamize kwanza. Ya hawakuweka nishati ya usalama. Ya karibu. Asante. Na mimi naomba nichangie kundi namba 4. Wakomesheni tu. Wametuorodheshea unga na mchele na maharage. Tunataka kujua hawa watu huwa hawabadilishi chakula na mboga, ni wali na maharage tu mwezi mzima. Hiyo ni bajeti yao. Ndio bajeti yao. Ujasiri wa kuwa hiyo haina shida. Yaani hata kama wangeandika kunywa maji mwezi mzima, huo ndo ujasiri wa kuwa wao. Hiyo asante, hiyo nimeibounce hiyo.
Mwingine mwenye maoni? Ulinzi na usalama hawakuweka. Yeah, it's okay, hawakuweka ulinzi na usalama, hawakuweka. Haya, mwenye maoni kwenye kundi lingine, karibu. Nyie wafumueni tu, hamna shida kama ni kundi namba 4. Haya, maoni kwenye kundi namba ngapi? Maoni na tuseme nawasilisha au nampongeza aliyechambua, maana kuna kitu tumejifunza. Kwa kweli hili jambo ni jambo zuri. Japokuwa ametuwekea pale karoti za mwezi mzima na hoho, sisi tukiwa kama mama lazima tulikatae. Huwezi kununua hoho au karoti za mwezi mzima hata kama wana friji, zitaoza. No, hii ni bajeti yao, sio kwamba wakanunue wanaweza wakanunua kila wiki, lakini ndio bajeti yao. Yaani kwenye budget unaweza ukaweka hoho za 10,000, lakini sio lazima zile hoho zinunue zote. Yes, lakini pia let me tell you one thing. Sio lazima hii budget, unapotengeneza budget ya hoho za 10,000, sio lazima uende kununua hoho zote za 10,000. Lakini pia hairuhusiwi kununua kila siku. Kwa sababu unaponunua kila siku, kumbuka una budget ya nauli hapo itaongezeka. Kwa hiyo utaweza kujikuta kuna hela nyingine umeitumia kwa nauli bila we kujua. Ndio mwisho wa siku unajikuta mbona nimekusanya hela lakini hela sioni, kwa sababu tayari kuna nauli ulizitumia ambazo hazikuwepo kwenye budget. Kwa hiyo sasa unachokifanya, nisikilizeni hapo ili kwa sababu mnaenda kuimplement. Unachokifanya unanunua kulingana na life span ya kile chakula chako. Kwa kama chakula kinaweza kukaa wiki moja, maana yake unakuwa unanunua weekly. Kwa kila wiki utanunua hoho zako zinazoweza kukaa siku 7 kila wiki, kwa hiyo ikifika mwisho wa mwezi unakuwa umekamilisha. Na ndio maana kitu kingine ambacho nawafundisha hapa, ili kuminimize cost, unatafuta supplier. Kama ni wa hoho, unatafuta supplier wa hoho. Unamwambia kila Jumamosi niletee hoho. Mimi nimetafuta supplier wa mayai. Namwambia kila baada ya siku 10 niletee mayai. Kwa sababu nilikuwa najua kila baada ya siku 10 lazima nitakula tray moja la mayai. So instead ya kuwa wewe unaenda kununua kila siku, unatafuta tu supplier na kwa anakuletea. Kuna wale mama wanapitaga mchicha sijui mchicha. Kwa hiyo unatafuta mmoja. Unamwambia wewe utakuwa unaletea mchicha labda kila baada ya siku 3. Kwa maana unajua kabisa kwamba kila baada ya siku 3 mchicha ndio kwa nao utakuwa umefanyaje? Umeisha. Ili na kuepusha wewe kuanza kwenda kununua mchicha mara kwa mara. Kwa sababu unakuwa na daily spending. Sasa kwenye daily spending, kitu ambacho nataka tujifunze, hii ni siri nawapa. Hela haitaki uwe unaitoa kila siku. Simenielewa? Hii ni siri ya pesa nawapa. Pesa haitaki uwe unaitoa kila siku. Pesa inataka ikija kwako itulie. Ikae siku 2, siku 3, ikuzoee. Inapokuzoea ile pesa inapata amani. Ikipata amani ya kukaa kwako, inaita pesa wenzake. Simenielewa? Ndio maana Biblia inasema mwenye nacho ataongezewa. Sasa wewe unatakiwa utege aka mtego, yani unaudanganya ulimwengu kwamba nacho. Kuudanganya ulimwengu nacho, huyu mtu ambaye kila unatumia kila siku. Ikija hela unatulia, ikae hata siku 3. Inapokaa siku 3, ile hela inaanza kuhisi kwamba huyu mtu anacho. Kwa inavyohisi huyu mtu anacho, automatic pesa niliwaambia ni energy. Sasa ile energy ina flow, ikianza kuflow inaanza kuja kwako. Ni sawa sawa, chukua asali, idondoshe kwenye meza. Baada ya dakika 10 futa ile asali. Alafu chukua asali, idondoshe kwenye meza, iache mpaka jioni. Nini kitatokea? Sisimizi watajaa. Wale sisimizi, nenda kajiulize wale sisimizi walitokea wapi? Na wamejuaje? Wanajuaje? Ile ni energy. Kwa ile energy yenyewe ipo, inaenda kumvuta sisimizi popote alipo. Na ukitaka kuondoa yule sisimizi pale, usimuue. Futa tu kile kidoti cha asali. Sisimizi waache pale mpaka jioni, utawakuta? Si mnanielewa wanangu? Kwa maisha haya sitaki mtumie nguvu nyingi. Nataka mtumie tu viprinciple kidogo kidogo mfanikiwe. Kwa hiyo unapokuwa na hela, kama unatafuta kuanza kumiliki pesa, jifunze sana kuanza kufanya pesa yako isiwe inaingia inatoka, inaingia inatoka, inaingia inatoka. Lazima upambane hiyo spirit ife.
Na ndio maana leo tunajifunza kuhusu budget. Kuwafundisha kuhusu budget maana yake nataka ifike mahali mwezi mzima hela yako haitoki. Au wiki nzima hela yako haifanyaje? Haitoki. Wiki nzima hela inaingia tu haitoki. Kwa sababu umeme tayari ushaweka wa wiki, maji ulishanunua ya wiki, chakula ushanunua cha wiki, maziwa ushanunua ya wiki, sukari ya wiki, chumvi ya wiki. Kwa ukiwafanikiwa sasa kuifanya pesa ije, pesa inapokuja kwako inaona haina mwanya wa kutokea, ile pesa inakuwa na amani. Kwa ile energy inatulia. Ikitulia ile energy inaanza kuvuta pesa zingine, kwa sababu pesa inaanza kuhisi kwamba huyu mtu anazo. Hello? Na ndio maana utakuta kuna mtu alikuwa maskini alafu akawa tajiri. Ukichukulia historia yake utakwambia huyu alikuwa bahili sana. Alikuwa anabana pesa, alikuwa anakula sijui mkate mmoja. Ile kula mkate mmoja sio ndio ilikuwa inamfanya kuwa tajiri. Ila ile kuizuia pesa isitoke, ile pesa ikawa inajisikia amani kuishi na yule mtu. Kwa hiyo yenyewe inamwambia pesa, inakuambia pesa mwenzake alipo. Simenielewa ndugu zangu? Hauhitaji mganga hapa. Ni principle tu. Simenielewa nangu? Yes. Hicho ndicho ambacho nataka muelewe. Kama kuna mtu ana maoni ya mwisho, muda wetu umeenda. I hope kutoka kwenye masaisho at least paka na saa 8 imeshafika. Nitaka kusema saa 8 kamili. Sasa tutoe maoni ya mwisho, alafu na mimi nitoe maoni ya mwisho. Naam. Mimi nina swali tu hapo kwenye kuweka pesa. Kwa mfano sasa mimi naweka hela yangu benki, sikae nayo ndani. Hiyo imekaaje? Pesa popote utakapoitunza ni ya kwako. Lakini ushauri, usiweke pesa benki ambapo ile pesa haitaongezeka hata kidogo. Yaani usiweke pesa mahali ambapo ile pesa haitaongezeka hata, usiweke hiyo sehemu. Unatakiwa uiweke pesa mahali ambapo itaongezeka hata shilingi 1000. Yaani ukiweka 400,000 uikute 400,000 na 1000. Hata kama ni mwaka mzima itaongezeka 1000. Ile pesa ikionekana inaongezeka. Mnakumbuka kile kisa cha kwenye Biblia? Wale watu walipewa talanta. Mmoja akaenda kufikia chini akarudisha kama zilivyo. Akamwambia ulishindwa hata kupeleka kwa watu wa riba. Means principle ya pesa kwenye ulimwengu wa roho ni kwamba inataka uiweke sehemu ambayo itaongezeka hata kidogo. Simenielewa? Na ndio maana hata unapoenda kuweka pesa yako benki, tafuta ikiwezekana ile benki ambayo itakutengenezea faida. Kwa imani yako yoyote, lakini utapata faida. Maana yake utajikuta ile pesa yako imeongezeka hata 2000. Kwa hapo sasa umeanza kuitengenezea pesa mfereji ambao ile pesa yako inaanza kukuona we ni wa maana. Inaanza kwenda kuwaambia pesa wenzake wakufate. Umenielewa? Kuweka ndani hauwezi we energy ya pesa uiwezi. Yaani kumiliki energy ya pesa wewe unakuwa bado hauwezi. Watu wengi bado kwenye energy ya pesa ni ngumu. Kwa hiyo utajikuta ukiweka hela ndani utaanza kuchomoa 5,000, 2,000, 10,000, 7,000, 3,000, baada ya wiki milioni imebaki 25,000. Hela ikishaona unaipunguza unasema with no reasons, ile pesa inaanza kukimbia, inaona huyu mtu huyu hanipendi. Umenielewa? That is. Karibu. Ndio. Nirudie, sikuelewa eneo la usalama lilikuwa limelenga nini? Okay. Eneo la usalama limelenga vitu 4 au 5. Kitu cha kwanza ni usalama wa maisha yako. Katika usalama wa maisha yako, nasema imelenga vitu viwili, lakini ndani kuna mchambuko. Usalama wa maisha yako na usalama wa biashara yako. Usalama wa maisha yako na biashara yako uko katika vitu vifuatavyo. Moja ni ulinzi. Ulinzi wa eneo lako la biashara na ulinzi wa maisha yako wewe. Kwenye ulinzi kuna ulinzi wa kiroho na kuna ulinzi wa kibinadamu. Kwenye ulinzi wa kibinadamu ni kuweka kwa mfano kamera. Kwa mfano mimi nimefunga kamera hapa ofisi zote hapa. Ni pesa. Lakini ni budget ambayo nimeiandaa almost miaka 2 iliyopita. Kwa hiyo mtu angeniuliza budget yangu ya mwaka jana,
maana yake kwenye eneo la usalama ningemwambia nitaweka kamera. Hilo ni eneo la usalama. Kwa hiyo sasa hivi mtu akidokoa kitu chochote kwenye eneo hili la ofisi zote, nitarudi tu nita preview, nitaona. Tofauti na mwaka juzi tumeibiwa 800,000 hapa ndani. Tuliibiwa TV pale reception, kulikuwa kuna TV. Ikaibiwa TV. Tukaibiwa tena hela kwenye simu, kwenye miamala ya simu tulikuwa tunalaza hapo. Ikaibiwa. Na walioiba sio wezi wa nje, kwa sababu hapa kuvunjwa hapa mlangoni. Palikuwa hivyo pamefungwa. Maana ni wezi hapa ndani. Sasa uwezi kumjua. Kwa hiyo tayari tulikuwa tuna kiwango cha usalama hapa kilikuwa ni kidogo sana. Sasa hivi kutumia ile budget ya usalama niliyoweka, sasa hivi sipati hata shida. Ukiiba ni pameibiwa wapi, kwa nani, jana, hakuna shida. Tutakesha tuna preview mpaka tutaona aliyeiba ni fulani. Kwa hiyo tayari level ya usalama imefanyaje? Imeongezeka. Umenielewa? Kwenye usalama sehemu ya pili ni unaweza kuweka mlinzi. Budget ya mlinzi ni budget ya usalama. Branch ya Kigoma tuna mlinzi. Tunamlipa. Tunaweka budget ya mlinzi. Hiyo ni budget ya usalama. Budget ya usalama nimekwambia ni dua na maombi. Lazima uwe na kipengele cha dua na maombi. Whether kwa mwezi au kwa mwaka mara moja. Yaani dua serious, maombi serious. Haya maombi serious sio ya bure, nimekwambia. Mambo ya kwenda kuwekewa mkono ukimaliza unaondoka, hayo hamna hiyo. Maombi ya kolabo hamna. Lazima utenge fungu, yani unamlipa. Niliwaambia hawa mashehe na mapadri, hawa ni mawakala wa Mungu. Mungu amewapa connection ya kuongea nao moja kwa moja. Nawaambiaga mimi mfano. Mtu anaweza akapiga simu yoyote hapa na nisipokee. Lakini nikiona simu ya Happy, even though niko hapa lazima nitapokea. Nikiona simu ya Amina reception nitapokea. Nikiona simu ya Levina nitapokea. Kuna watu nikiona simu yao lazima nitapokea. Regardless ni kwa na Mungu yuko hivyo. Kuna mtu akisema neno, sijui shehe na mchungaji, kuna kitu akisema, yule amepewa connection na, yani akisema Mungu kwa sababu kwa kiasi kikubwa anamwakilisha nani? Mungu. Kwa wale lazima watengee. Sasa hawa watu pia unatakiwa hawa watu usimwamini mmoja. Hello? Usimwamini shehe mmoja wala usimwamini padri, kwa sababu pamoja na wao wapo wazuri na wapo wabaya. Ndio maana ya usalama, kwamba unajirinda. Na maana unashasikia mtu anakuambia, kwa mfano niliseme sikukuu ya kuchinja. Kwa Idi ilikuwa Waislamu ilikuwa juzi, Wakristo Pasaka ilishapita. Ile ni ulinzi, kuchinja ni ulinzi. Mmenielewa kuchinja ni ulinzi. Sasa kuchinja si lazima uwe na hela. Mbuzi mmoja ikishafika Idi ya kuchinja tu anauzwa 2,500 kwenda mbele. So lazima utengeneze hiyo budget kwamba hii ni budget ya ulinzi. Kwa hiyo kama mbuzi mmoja ni shilingi 2,500, ukichukua 2,500 ukigawa kwa siku 365, unaweza ukapata kila siku unatakiwa uweke labda shilingi 1,000. Ile ni budget ya ulinzi na usalama. Simenielewa? Yeah. Okay. So basi tutafanya summary kwa wote ili kwa sababu muda wetu umeisha. Kwanza niwapongeze, tujipigie makofi wote. Yeah, lakini tuwapongeze zaidi kundi namba 4. Kundi namba 4 tuwape maua yao, wamejitahidi kuweka vitu vingi. Even though kundi namba 1 pia na wenyewe wamefanya vizuri. Kundi namba 4 wamevichambua hivi vitu, yani wamechambua kimoja kimoja. Kuna wengine hawajachambua, ameandika tu chakula, na wenyewe unaweza kuta kwenye chakula humo kuna hoho, kuna karoti, kuna gesi and other stuffs. Lakini ni vizuri ukachambua. Sawa? Kama walivyofanya kundi namba 4, ni vizuri ukachambua. Unaandika budget ya nishati ya uhai. Ukishaandika nishati ya uhai, unaanza chakula. Kwa kwenye chakula unaandika vitu vyote vinavyohusiana na nini? Na chakula. Kwa kama ni mchele, unaandika mchele, unaanza kupiga hesabu. Kwa familia yangu nilionayo, nitatumia mchele kiasi gani? Simanielewa Unaandika. Chumvi nitatumia kiasi gani? Vibiriti awe sawa. Vibiriti tumeandika shilingi ngapi?
Yaani ile cycle ya chakula yote unapiga hesabu kwamba cycle yangu ya chakula itakuwa ni kiasi fulani. Na kwenye budget andika vile vitu ambavyo wewe, nimesema ni wewe unapanga. Ndio maana mshiriki hapa amesema wametuandikia maharage tu, na maana wanakula maharage. Yes, wewe unaweza kuamua kwamba kuanzia tarehe 1, Jumatatu ni tarehe 1 mwezi wa 6. Kwa hiyo unaweza ukasema kuanzia tarehe 1 mwezi wa 6 mpaka tarehe 30 mwezi wa 12 tutakula maharage tu. Na kwa sababu unaandika bajeti ya familia, unaweza kabisa ukafanya kikao cha familia, ukawaita familia, ukawaambia watoto wako, jamani, miezi hii 6 naomba mtatuvumilia, uchumi wetu umekuwa na changamoto, tutakula ugali na maha. Kwa watoto wanakuwa wanajua kabisa hapa ngoma ni ugali na nini na maharage. Baada ya miezi 6 tutafanya tena budget, tutareview ile budget yetu, tutaweza kubadili. So unapofanya zile review, kuna watu hapa mlikuwa mnaona, unakuta anasema mapato yangu ni 1,600,000, matumizi yangu ni 1,100,000 na 300,000. Baki nayo ni 290 na ngapi? Na 7. Kwa hiyo ukishaona kwamba ninabakia na 297, maana yake sasa ile 297 kila mwezi lazima uitengenezee mfereji wa kwenda, kwamba hii 297 itaenda sehemu fulani, na uwe unaiona ile 290. Kazi sasa inaanzia hapo, kuanza kuifuatilia ile 297 ili ufanyeje? Uione. Ukishaiona ile 297, ukifunga mwaka utajua kabisa mwaka huu utafunga na akiba ya 300,000. Kwa ukishafunga na akiba ya 300,000 kutoka na ile 297, ile 297 unapofika Disemba sasa unaitengenezea na yenyewe budget. Kwa hapo inaenda kwenye kuongeza biashara, inaenda kwenye matumizi mengine. Sasa ndio unaweza upgrade kwa sababu tayari una yale matumizi yako, au unaweza maintain yale matumizi yako, alafu ukasema hii 300,000 nairudisha kwenye biashara. Kwa biashara itakuwa. Ukienda tena mwaka wa pili utachukua tena 300,000 utaweka kwenye biashara, biashara itakuwa. Ukishaona biashara inaweza sasa kuhandle ile bajeti yako, ndio unaanza kukimbilia sasa kwenye ujenzi. Kwamba nianze ujenzi, kama naweza kutengeneza 300,000 kwa mwezi, kwa mwaka, maana yake ndani ya miaka 2 naweza kuwa nimekusanya 600,000. Kwa hiyo kwenye 600,000 sasa naweza nikanunua gari, naweza nikaanza ujenzi. Unajikuta sasa hapo ndo maendeleo yanaanza kufanyeje? Kutokea. Si mmenielewa? Mwisho kwenye summary, kuna watu pia waliacha nauli, kuna bajeti zimeachwa nauli, voucher. Lazima hivyo vitu vyote, voucher. Yaani kitu chochote kinachokula hela yako lazima ukiandike. Voucher, weka bajeti ya voucher kwamba utakuwa unaweka voucher shilingi ngapi ili ile voucher yako isizidi. Si mmenielewa? Kwa weka bajeti ya voucher kwamba mimi voucher nitakuwa natumia shilingi ngapi, and other stuff. Mavazi, nimeona kundi namba 1 waliweka na mavazi, well and good. Usalama wakaweka well and good. The same kwenye kundi namba 3, kodi, umeme wameweka, maji, matibabu, dharura, nauli, simu. Yes, huku wamejikuta wameweka. Kwa hivyo ndivyo sasa unavyotakiwa kufanya kwenye kutengeneza budget. Kwenye masahisho si amekuongezea maarifa? Umepata kitu? Haya, sasa tulifanya hizi kama kazi za mfano. Sasa kila mtu anaenda kupambana na hali yake. Wangapi mpo kwenye grupu la ukombozi wa fikra? Ambao mpo kwenye grupu la ukombozi wa fikra? Ambao wapo kwenye ile grupu ya WhatsApp ya ukombozi wa fikra ni 4. Ambao hawapo? Haya, Happy, chukua karatasi. Mtaandika majina na namba zenu za simu za WhatsApp. Alafu atawa add kwenye grupu la ukombozi wa fikra. Kazi kila mmoja anaenda kufanya. Kama una familia, tengeneza habari. Nataja namba ya simu. Unachotakiwa kukifanya ni kuitumia hiyo namba message WhatsApp. Mimi ni fulani, naomba uniunge kwenye grupu la ukombozi na fikra. 07 0743 63 69 27.
unaweza ukaisevu hiyo namba Yemko Vikoba 07 43 63 69 27. Haya, save hiyo namba Yemko Vikoba, alafu tuma message WhatsApp. Andika mimi fulani fulani niunge kwenye grupu la ukombozi wa fikra. Sawa? Kazi ya kufanya. Nakupa leo Jumamosi, si ndio? Nakupa siku 5. Siku 5. Tengeneza bajeti ya familia yako. Sasa bajeti halisi sasa. Alafu tengeneza na bajeti yako binafsi. Ukimaliza unapiga picha, unatuma kwenye group. Mimi naikagua. Kwa Jumamosi ya wiki ijayo watu wote muwe mmeshatuma hizo bajeti zenu kwenye group. Kama ina marekebisho nitaelezea marekebisho pale kwenye group. Ukituma bajeti yako nikakwambia iko sawa, maana yake sasa hiyo ndo bajeti yako utatembea nayo kwa miezi 6 iliyobaki. Tumeelewana? Nikitoa marekebisho, hakikisha umefanya marekebisho, umetuma tena kwenye group. Ukituma kwenye group kama ina marekebisho nitakwambia fanya marekebisho. Nikikwambia fanya marekebisho, hakikisha umefanya marekebisho. Nikikwambia iko sawa, hiyo ndo unatembea nayo kwa miezi, ili tukifika ndani ya miezi 6, tukifika Disemba, nataka kila mtu mmoja awe ana uwezo wa kuona hela yake inavyokuja na inavyoenda. Inavyokuja na inavyoenda, ili sasa tuanze kazi ya kuhakikisha tunaimiliki pesa, kwa sababu mwaka huu ni mwaka wa kumiliki pesa. Kwa hiyo tunataka kuimiliki pesa, regardless itakuwa ni pesa ndogo kiasi gani, lakini na sisi tuna uwezo wa kumiliki nini? Pesa. Ili wakiitwa watu wenye pesa na wewe unatoka mbele, kwa sababu tayari una uwezo wa kuimiliki hiyo pesa, hata kama itakuwa ni kiasi kidogo. Mmenielewa ndugu zangu? Naomba tuishie hapo, na naomba niwashukuruni sana kwa ajili ya siku ya leo. Imani yangu mmepata kitu cha tofauti.